mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kitokea. Bahati nzuri kwa Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule. Na baada ya kufanya hivyo, platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, na dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, kupata nafasi ya kuuliza maswali na kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, sio ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tunaweza kufikisha yote ambayo tunastahili kufikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa kwa nchi nzima. Ujumbe huo umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu wanahabari ili mweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingie na hofu namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia na solution inapatikana, tutaweza kurudi kwa jeshi. Labda sawa, rais huyo wa klabu ya Yanga huenda haukumsikia vizuri, lakini kile ambacho amekizungumza ni juu ya kile ambacho walitoka kukijadili na waziri mwenye zamana ya michezo. Umeelewa vizuri utamaduni bana. Msikiliza vizuri, rais wa klabu ya Yanga amesema ya kwamba leo waliitwa, ndio wakaitikia wito, ndio, lakini waziri alitaka wasikilize Young Africans hoja zao ni zipi. Ndio. Rais wa klabu ya Yanga amesema vizuri mno, ndio, walitoa hoja zao za msingi, ndio, umeelewa vizuri waziri akawasikiliza, alafu waziri akataka ajifunze kupitia Yanga kwenye hili sakata. Wakamuelezea pia, umeelewa vizuri, ndio alivyosema lakini baada ya hapo amesema wao wamekwenda kupresent kile ambacho ni msimamo wa klabu na wanachama, na wao wanalinda na kusimamia misingi ya klabu yao ya Yanga. Msimamo wao ni upi? Hatuchezi. Kwa hiyo umepata picha, kilichoenda kuwasilishwa ni sakata zima la hatuchezi. Unaelewa vizuri Lakini alikuishia hapo. Ndio. Alitoka nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Alikutana na mashabiki wa Yanga ambao walikuwa hapo, mvua inanyesha, wapo pale, jua limewaka, wapo pale, wanasubiri. Walikuwa wanasubiri nini? Rais wao na viongozi wao watoke, wawaulize mmejadili nini na msimamo uko vipi. Mmetusaliti? Au mmesimamia msimamo wetu ule ule? Sasa hapa rais wa klabu ya Yanga Engineer El Saidi aliwajibu wanachama na mashabiki wachache ambao walijitokeza Benjamin Mkapa. Na shughuli yake ilikuwa hivi. Wasikia nimesikia. Kelele zinaimbaje? Hatuchezi. Hatuchezi. Bwana Cisco, mimi kwanza unajua katika habari wakati tunasoma hii sauti ilikuwa chini kabla hujaendelea. Hii sauti ilikuwa chini. Ndio
wana Data Sports huenda hawakumsikia vizuri. Ndio. Rais Engineer Hersi Said wa klabu ya Yanga alichokisema. Ndio. Wanachama walimuuliza msimamo uko vipi na nini mmezungumza. Ndio. Umeelewa vizuri? Na walimwambia shuka kwenye gari. Kabisa. Mabosi walimwamrisha shuka uzungumze ukiwa, akawaambia nyinyi si mlituamini sisi? Ndio. Umemsikia? Hiyo imesikika. Umesikia? Nyinyi mlituamini sisi. Msimamo wetu ni ule ule. Atuchezi. Akafunga mlango, akaingia kwenye gari, watu wakaanza kuimba, atuchezi. Atuchezi. Kabisa. Kwa hiyo kama mtazamaji wa Data Sports hajasikia, rais wa Yanga alichoambia mashabiki, aliwaambia nyinyi mmetuamini sisi viongozi wenu, tumewakilisha vyema na msimamo wetu ni ule ule, atuchezi. Akaingia kwenye gari. Yani hiyo ni kama akapita katikati yao akatoweka. Unajua ukiangalia sisi ambao tumewahi kusoma masuala ya pronunciation, kuna kitu kinaitwa lip balm. Yani michezo ya midomo inavyokuwa inacheza. Ndio maana ukiangalia hata uwanjani mara nyingi wakiwa wanazungumza unakuta huwa wanafunga mikono yao kwenye vinywa vyao ili kuweza kuepuka watu kuweza kugundua nini wanazungumza. Ukiangalia Engineer Hersi alipokuwa akizungumza na mashabiki, sauti ilikuwa chini sana, lakini ukifuatilia lip balm yake imeenda sawa bin sawia kwamba hatuchezi. Na washabiki wakapokea kwa shangwe la hatuchezi, hatuchezi. Nafikiri paka hapa sasa hivi tumeshagundua kwamba Dar es Salaam Young Africa msimamo wao bado wanaendelea kusimamia ule ule, hatuchezi. Na ndani pale tumemsikia rais amesema kwamba walipokuwa wameitwa, waziri hakuwa amewaita kwa maana ya kwamba akafanye maamuzi. Na mimi hapo nilisahau pia kwa kuhusiana na Data Sports, hongera kwa kukumbuka hilo. Yeye waziri pamoja na kabineti yake, kwa sababu alikuwa na kabineti yake ambayo ilikuwa inajaribu kutaka kukusanya taarifa ya hili sakata, nini ambacho kipo nyuma yake, ili wao pia kama wizara, kwa sababu wao ndio wizara yenye dhamana ya kuweza kusimamia michezo. Wao kama wizara wana kitu gani ambacho wanaweza wakajifunza katika tukio kama hili. Na pia kwenye ofisi watadocument kitu gani kwamba kwenye wizara yetu kuna kipindi ilishe kutokea mshike wa style fulani, ulikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hii document ikiwa imetunzwa kwenye ofisi husika, inakwenda kuwa na taarifa hata watapokuja kupokea mawaziri wengine katika wizara husika. Kwa hiyo wao walivyokuwa wamesema kwamba walikuwa wameandaliwa watu na ambao walikuwa wanasimamia hilo jambo, kwa maana kwamba waziri mwenye dhamana na naibu waziri wake wote walikuwepo katika kutaka kujua nini ambacho kinaendelea. Kwa maana ya waziri naibu waziri wa michezo, yeye alikataa kabisa. Sisi siku moja wanahabari ambao tulikuwa pale Benjamin Mkapa, alikataa kabisa kuzungumza, lakini akaingia uwanjani, akaingia moja kwa moja kwenye chumba cha mazungumzo. Na hapa Steven Mapunda unapata kuelewa kwamba serikali kupitia wizara hii ya michezo sio kwamba wamekwenda kutoa maamuzi. Umeelewa vizuri? Wamekwenda kuwasikiliza. Na ukimsikiliza Engineer Hersi kwenye ile clip ya kwanza, bwana waandishi tulikuwa wengi, unakosa hengo ya kupata picha vizuri. Kile tulichokipata kinasikika lakini si vizuri. Lakini miongoni mwa maneno ambayo ameyazungumza ni kwamba waziri amewaita, lakini bado vikao vitakuwa vinafanyaje? Vinaendelea. Si ndio hivyo wavuzungumza? Lengo ni kupata nini? Suruhu kwenye hili jambo. Lakini wao lengo zaidi ni kujifunza katika hili. Yaani wizara inataka ijifunze zaidi. Lakini pia wizara itakuwa na nafasi ya kuwashauri. Umeelewa vizuri hawa watu ili wapatane na si kuamua. Unaona vizuri ni kutoa ushauri kwamba jamani fanyeni hivi, lakini baada ya kusikia kwenye pande zote mbili. Lakini Engineer anasisitiza sisi tunasimamia maslahi ya taasisi yetu. Umeelewa vizuri? Na wanachama wetu. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya taasisi yetu. Kabisa. Umeona? Kwa hiyo mpaka sasa Yanga wameshamaliza jambo lao na msimamo wao wamepresent kwamba wao hawachezi. Simba ndio muda huu tunaopanda hapa na wao tunakuandalia taarifa kuhusu wao. Na Renatus sasa hivi tumetoka kuwasiliana kwamba muda si punde naye atakuja hapa, atakuja na taarifa zote alizozipata Benjamin Mkapa, naye pia mtazizungumza kuhusiana na upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba.
hapo bwana Cisco haudaiwi chochote na watazamaji wetu kwa sababu umeweza kutumwagia mchele wote kwenye kuku. Sasa hivi watu kuku wanajimwaya tu kuokota. Mwenye punje 5, mwenye punje 10, kila mmoja anaokota kwa kadiri ya ukubwa wa mdomo wake. Umetumwagia punje zote kwenye kuku wengi na nafikiri kuku wanaendelea kujilia tu, wanajimanga wanasema. Lakini si mbaya Stephen Mapunda kila mtu kutoa maoni yake kwenye hili jambo ambalo linaendelea, kwa sababu hata serikali pia imesema wao sio watoa maamuzi. Wao watawasikiliza na kama kuna lumu ya kuwashauri basi watawashauri ili jambo likae vizuri. Mtazamo wako na maono yako Stephen Mapunda kwenye hili, nini kifanyike kabla na mimi sijatoa yale ya kwangu baada ya kulifuatilia kwa kina hili sakata, kwa sababu ziko taarifa nyingi tulianza kuzilipoti tokea ili jambo linaanza. Watazamaji wa Data Sports walikuwa hawapitwi na taarifa. Umeelewa vizuri mtazamo wako na nini hasa ambacho unakiona? Mimi kwa mtazamo wangu kwanza napenda kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia ni mama ambaye ameonekana kuwa akiwa Bennett na michezo. Lakini zaidi sana kwenye Wizara ya Michezo ambayo Mheshimiwa Kabudi pamoja na naibu waziri bwana Mwana FA imekuwa ni sehemu ambayo wamekuwa karibu sana katika hili sakata. Wao kama serikali wameweza kufuata miiko na misingi ya mpira kwamba serikali hairuhusi kuweza kuingilia mambo ya kimpira. Na tumesikia hapa rais wa Dar es Salaam Young Africa amesema kwamba wao walivyokuwa wameitwa sio kwamba serikali inakwenda kutoa maamuzi, bali inakwenda kusikia ili iweze kujifunza, kwa maana kwamba waweze kufaili kwa matukio yajayo. Serikali kama serikali inapata experience kwamba kwenye mpira ama kwenye maisha ya michezo kuna jambo kama hili linaweza likatokea. Likitokea jambo kama hili linaweza kwa lihandle vipi? Kwa hiyo Kabudi yeye yuko nje ya mpira. Mbali ya kwamba yeye anasimamia mpira lakini yuko nje ya mpira. Ametamani kuweza kujua ili sakata, kujua ABC ya hii sakata. Ndio maana kuna Dar es Salaam Young Africa, baadaye atafanya kikao na Simba Sports Club, lakini pia kuna TFF, lakini pia kuna bodi ya ligi. Kwa hiyo kwa kukusanya mawazo ya huku na huku na huku, huenda serikali ikawa imepata picha kamili ya hii ambayo inaendelea. Kwa sehemu ya kushauri, wanaweza wakashauri kulingana na kuwasikia pande zote tatu hoja zao. Yanga hoja yao ni kwamba hatuchezi. Na wamesimamia hoja hatuchezi. Ina maana bila shaka kwenye kikao lazima waliulizwa kwa nini hamchezi. Wao watakuwa wametoa sababu zao za kuto kucheza na haki yao wanaidai kwa namna gani wao walikuwa sahihi zaidi kwenye mchezo wao kuweza kuchezwa kinyume na kuweza kuhairishwa. Kwa yote katika yote hapa tunaweza kuipongeza serikali kwa maana kwamba serikali yetu haijaingilia michezo kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanatazamia. Bali serikali imekuwa karibu katika sakata hili kuweza kuona namna gani inaweza kupatikana suluhu iliyokuwa sawa bin sawia kuliko kuweza kutumia mabavu na kuweza kupoka ile haki ya kimsingi ambao kwenye klabu ya Dar es Salaam Young Africa wanaililia, haki ya kimsingi Simba Sports Club wanaililia, haki ya kimsingi ambayo bodi ya ligi pia wanaililia. Kwa hiyo serikali kama baba wa hivi vyote, yeye kama yeye anasimama namna gani kuweza kushauri jambo hili liweze kuisha katika hali ya usalama zaidi. Ndio, lakini na mimi pia kwa kile ambacho nimekisikia kwa Engineer El Said, rais wa klabu ya Yanga na baadhi ya wanachama wa klabu ya Yanga, inaonekana kuna watu kama wataamua kujiondoa basi Simba na Yanga watakipiga kabisa. Kuna namna ambavyo ukiwasikiliza unaona kabisa kuna watu hapa wanasubiriwa wafanye maamuzi, wakifanya wanaweza kuridhia, kwa sababu umewasikiza mashabiki wanasema tuko tayari kupangiwa ratiba na 1 2 3. Endelea vizuri kwa tafsiri yake, hao wakiondoka mko tayari kucheza, jibu linaweza likawa ndio. Endelea vizuri, basi tusubiri pia wekundu Msimbazi Simba nini hasa ambacho ametuandalia ndugu yetu Florence Renatus ambaye kwa sasa yuko Benjamin Mkapa. Tunamsubiri kwa hamu arejee hapa na taarifa zikiwa kamili ili aweze pia kutujuza kile ambacho pia na yeye amekipata Benjamin Mkapa baada ya kufuatilia taarifa pia za wekundu Msimbazi Simba kuhusiana na sakata hili. Na wao na kikao chao, ikumbukwe kikao cha Yanga Simba hawakuingia, waliingia Yanga, TFF, bodi ya ligi na mamlaka kwa maana ya wizara husika. Umeelewa vizuri na kikao cha Simba pia ni hivyo hivyo. Mimi naitwa Cisco, nimezungumza naye vizuri hapa ndugu yangu Steven Mwana wa Mapunda. Mpaka wakati mwingine toshe kusema kwaheri.